Watu wengi sana inawezekana wamepata story ambayo inahusiana na kile ambacho kinaendelea kati ya rais wa Marekani bwana Donald Trump pamoja na tajiri namba moja duniani bwana Elon Musk, ambaye Elon Musk huyu bwana alikuwa ni moja kati ya watu ambao walipambana sana kuhakikisha bwana Donald Trump anarejea madarakani mwaka 2024. Na baada ya bwana Donald Trump kuingia madarakani, kulikuwa kuna vitu vingi sana ambavyo alivifanya ambavyo vilikuwa vinaashiria kwamba washikaji ni watu marafiki sana, yani ni watu wa karibu kupita maelezo, kiasi kwamba watu wengi sana walianza kuliona taifa la Marekani kama taifa ambalo litakuwa chini ya watu mabilionea, watu matajiri, kwa maana taifa hilo litakuwa mikononi mwa watu matajiri and stuff. Lakini kwa bahati mbaya sana ni kwamba alipoingia tu madarakani, rais wa Marekani bwana Donald Trump alimchagua au alimteua Elon Musk kuongoza kitengo nyeti sana katika serikali yake, kwa maana ya kumpa ushauri pamoja na kuongoza kitengo hicho ambacho nitawaambia. Na ndio maana siku zote mimi nimekuwa nikizungumza kwamba hapa duniani siku zote hakuna rafiki wa kudumu wala hakuna adui wa kudumu, na unatakiwa kucheza vizuri sana na watu ambao wanaitwa wanasiasa. Wanasiasa ni watu ambao hawawezi kuwa rafiki wa kudumu wala hawawezi kuwa adui wa kudumu kutokana na yale ambayo huwa wanayafanya. Na kwa bahati mbaya nyingine ni kwamba wanasiasa wao akishafanikisha mission yake ambayo alikuwa anaitaka, hasa kama ulikuwa unamsupport, wakati mwingine huwa ni watu ambao wanakuja kupata majukumu mengine ambayo yanakufanya hata wewe ambaye ulikuwa uko naye bega kwa bega, mnapambana usiku na mchana, mnausafiri, mnashinda njaa, wanashindwa kukukumbuka. Hiyo ni hulka ya wanasiasa, kwa sababu pale anapokuwa tayari amepata alichokuwa anakitaka, aina ya marafiki ambao anaanza kukutana nao ni tofauti na wale ambao walikuwa wanahasu naye, watu ambao walikuwa wanapambana naye. Hiki ndicho ambacho kimetokea pale nchini Marekani. Hivi sasa tunapozungumza ni kwamba rais wa Marekani pamoja na bwana Elon Musk, tajiri namba moja duniani, wana bifu la kufa, yani wana bifu kali sana. Na mtakumbuka kwamba Elon Musk yeye ndiye ambaye alitoa fedha nyingi sana kuhakikisha rais wa Marekani bwana Donald Trump huyu 47 anashinda katika uchaguzi ule ambao ulipita na kumbwaga mpinzani wake Kamala Harris, ambaye alikuwa anawania pia nafasi pia ya urais. Na Elon Musk kutokana na utajiri wake ilifikia hatua akaanza kuwashawishi watu, akaanza kuwapa mabilioni ya fedha, akisema wale ambao watamchagua bwana Donald Trump basi watapata kitita kirefu zaidi. Imagine alikuwa anatoa mpaka $10,000 anampa mtu ambaye atamchagua bwana Donald Trump. What a mission! Na watu wengi sasa walikuwa hawajui hivi ilikuwaje bwana Elon Musk akaamua kusacrifice, kuamua kutoa fedha nyingi kiasi hicho kwa ajili ya kumsapoti Donald Trump, ambaye awali kipindi cha mwaka 2017 yeye alikuwa ni moja kati ya watu ambao walikuwa wanapinga sana, watu ambao ni matajiri, pamoja na Elon Musk mwenyewe alikuwa ni moja kati ya watu ambao walikuwa wamepitia kwenye madhira makubwa sana katika utawala wa bwana Donald Trump. Nafikiri hapa inawezekana unaweza usiwe ulikuwa unamjua sana Elon Musk, lakini jamaa ni mtu ambaye alianza kushika hizi fedha muda mrefu sana, lakini sasa wakati imeingia kwenye utawala huu wa awamu ya 47 pale Marekani, tuliona bwana Elon Musk amekuwa mtu ambaye yani ni mtu ambaye fanya kazi na bwana Donald Trump katika viwango vya hali ya juu sana. Sasa ndugu zangu, mimi nitawaambia hapa leo na kwa nini wamegombana hawa jamaa. Kwanza mfahamu, baada ya rais wa Marekani kuteuliwa na kuapishwa kuwa rais wa 47 wa Marekani, alikuja akaanzisha kitengo kimoja kinaitwa Department of Government Efficiency. Kwa maana ya hiki kitengo bwana ni kitengo cha idara ya ufanisi wa serikali ambacho jina maarufu sana kinafahamika kama DOGE, ambao huu ni mpango wa utawala wa pili wa Trump ndani ya serikali ya shirikisho la Marekani, na madhumuni yake ilikuwa ni kuboresha teknolojia ya habari, kuongeza tija pamoja na ufanisi, kupunguza matumizi mabaya ya fedha, ambayo ilibuka katika majadiliano kati ya Donald Trump pamoja na Elon Musk mnamo mwaka 2024. Kwa hiyo akaamua kuanzisha rasmi hiyo Executive Order 14158, ambapo hiyo alianzisha Januari 20 mwaka 2025. Na wanachama wa DOGE
wakajaza majukumu yenye ushawishi katika mashirika ya shirikisho ambayo yaliwapa udhibiti wa kutosha wa mifumo ya habari ili kusitisha kandarasi kutoka kwa mashirika ambayo yalikuwa yanalengwa na maagizo ya utendaji wa Trump, pamoja na biashara ndogo ndogo ambazo zinabeba mzigo mkubwa zilikuwa zimepunguzwa. Na tukaona ripoti nasema kwamba DOGE iliwezesha kuachishwa kazi kwa wingi na kuvunjwa kwa mashirika ndani ya serikali na yale ambayo yalikuwa yanapokea ufadhili kutoka serikalini. Pia inatajwa kwamba ilikuwa imesaidia katika ukandamizaji wa uhamiaji na kunakili au kuchapisha nakala nyeti kutoka katika hifadhi data za serikali. Hali ya DOGE ilikuwa haijulikani, ambapo bwana Donald Trump alionekana ni mtu ambaye aliamua kufanya kazi vizuri sana na bwana Elon Musk. Sasa niwaambie kisanga kimeanzia wapi. Iko hivi. Yaani kwenye hiki kitengo cha ufanisi wa serikali, kwa maana ya idara ya ufanisi wa serikali, ni moja kati ya idara nyeti sana pale nchini Marekani. Na hizi idara zipo nyingi, sio kwamba tu iko moja hii, la hasha, zipo nyingi sana. Lakini hii ambao alikuwa amepewa bwana Elon Musk ilikuwa ni moja kati ya idara ambayo inamfanya awe karibu sana na rais wa Marekani, inamfanya awe mshauri wa rais wa Marekani, na ndio maana nyie mtakuwa ni mashahidi hata wakati bwana Donald Trump anaanza kusaini order mbalimbali, kusaini mikataba mbalimbali, mtu pekee ambaye alikuwa yupo naye karibu sana alikuwa ni Elon Musk, pamoja na mtoto wa Elon Musk anayefahamika kama X. Na pamoja na mambo mengine walikuwa wanajadiliana kuhusiana na namna gani ambavyo wanaweza wakashusha kodi, wakapandisha ushuru, wakabinya baadhi ya taasisi pamoja na mambo mengine. Mshauri mkuu alikuwa ni bwana Elon Musk. Sasa nitaka niwarudishe kidogo ili muelewe historia ya kwa nini Elon Musk alikuwa anawekeza sana. Alikuwa anawekeza sana kwa sababu bwana Donald Trump kuna vitu ambavyo alimuahidi Elon Musk pindi atakapochaguliwa kuwa rais wa Marekani. Kwa hiyo jamaa alikuwa anawekeza zile fedha kwa sababu alikuwa anajua kwamba atakuja kunufaika katika serikali ya bwana Donald Trump. Lakini kwa bahati mbaya imekuwa kinyume chake. Tukaona bwana Elon Musk ametangaza kwamba anajiondoa na kujiuzuru katika nafasi hiyo ya idara ya ufanisi wa serikali. Maneno yakawa mengi, watu wanaficha ficha, wanabumba bumba. Yaani watu wengi wakawa hawaelewi ni kitu gani ambacho kimefanya Elon Musk aondoke katika nafasi ya urais ya kutumikia idara ya ufanisi ya serikali ya pale Marekani. Sasa niko hapa ndugu yenu wa damu kabisa, familia, niwaeleze nini ambacho kimetokea. Wiki hii ilikuwa ni wiki ambayo rais wa Marekani bwana Donald Trump bwana alipitisha bajeti ya serikali kisirisiri. Yaani alipitisha bajeti ambayo hakushirikisha watu wengi, na miongoni mwa watu ambao hakuwashirikisha ni huyu mkuu wa idara ya ufanisi wa serikali bwana Elon Musk. Yaani Elon Musk alishangaa akakuta eti serikali imepitisha bajeti, na akashangazwa kwamba inawezekana vipi bwana Donald Trump akapitisha bajeti bila kushirikisha idara ya ufanisi wa serikali ambao ndio mshauri mkuu katika masuala ya kifedha, katika masuala ya bajeti, katika masuala mengi. Hili jambo lilimshtua sana bwana Elon Musk. Sasa Elon Musk wakati hiyo bajeti imepitishwa, kuna jambo moja ambalo lilimshangaza kidogo. Kwanza, wakati Elon Musk pamoja na bwana Donald Trump katika uchaguzi wa 2024 wanakaa kujadiliana kuhusiana na namna gani ambavyo watatusua, moja kati ya vitu ambavyo bwana Elon Musk alikuwa ameahidiwa ilikuwa ni kupata tenda zote nyeti za serikali pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo na mnafahamu Elon Musk ni bilionea ambaye pia ni mmiliki wa X, ni mmiliki wa Tesla, ni mmiliki wa SpaceX pamoja na mambo mengine. Sasa cha kushangaza zaidi ni kwamba pamoja na kwamba kushirikishwa, lakini walikuwa wameingia mikataba ya kwamba Donald Trump akiwa rais wa Marekani atampa madili makubwa Elon Musk. Ni kwamba kwenye hiyo budget ambayo bwana Donald Trump ameipitisha kisirisiri, kimya kimya, bila kumshirikisha Elon Musk, ilionyesha kupunguza kabisa bajeti ambayo inahusiana na masuala mazima ya nishati safi duniani. Yaani bwana Donald Trump alionyesha kupunguza huo ufadhili pamoja na kuondoa ruzuku katika masuala ya nishati safi. Sasa mtaniuliza, haya sasa hiyo imekaaje? Mbona ni kama unatuvuruga? Nataka niwavuruge alafu niwarudishe kwenye hali ya kawaida. Iko hivi. Ulimwengu kwa hivi sasa unapambana sana na masuala ya matumizi ya nishati safi, masuala ya kuachana na nishati chafu pamoja na mambo mengine. Mfano, Tanzania wana ajenda ya mwaka 2034 kuhakikisha Watanzania wote zaidi ya 80% wanatumia nishati safi.
Sasa mnafahamu bwana Elon Musk, yeye aliona hilo dili mapema zaidi, akaamua kuanzisha ile magari ambayo yanatumia umeme. Mnaijua ile Tesla. Ule ulikuwa ni mpango wa bwana Elon Musk, kwa sababu yeye alichungulia kwamba dunia kwa hivi sasa ipo katika mlengo wa kutafuta mbadala wa nishati chafu, kwa maana ya kuanza kutumia nishati safi. Basi yeye akawekeza kwenye Tesla ambayo inatumia umeme. Sasa mtashangaa bwana Elon Musk, ambacho kimemshangaza na yeye kama ambavyo mimi na wewe tunashangaa, ni kwamba bwana Donald Trump alipunguza ufadhili, akapunguza ruzuku katika hiyo idara ya nishati safi. Kumaanisha nini? Kumaanisha kwamba sasa bwana Elon Musk hatakuwa na uwezo wa kuzalisha hizo Tesla kwa kiwango kikubwa, kwa sababu serikali imeondoa baadhi ya ruzuku katika utengenezaji wa hayo magari ambayo yanatumia umeme, jambo ambalo limemshangaza sana bwana Elon Musk. Jambo jingine ambalo limekuja kumchanganya sana bwana Elon Musk, kama ambavyo nimewaambia, Elon Musk bwana, unajua yeye ndiye mmiliki wa ile SpaceX, na unapozungumzia SpaceX ni swala zima la ulinzi wa anga pamoja na mambo mengine, yani matumizi ya internet pamoja na vitu vingine. Sasa bwana Elon Musk yeye kupitia SpaceX amekuwa akisambaza pia ile huduma ya Starlink, na hiyo huduma ya Starlink imekuwa ikipendwa na watu wengi sana duniani, japokuwa ina gharama kubwa sana. Kwa hiyo Elon Musk pamoja na Donald Trump waliingia makubaliano kwamba kama rais wa Marekani ataingia madarakani, basi afahamu kwamba atapata madili mengi sana ambayo yatakuwa ni ya kusambaza hizo huduma za internet katika maeneo mbalimbali duniani. Kwa hiyo mshikaji atakuwa amepata uwekezaji mkubwa sana na atafanikiwa katika viwango vya hali ya juu sana, na akaenda mbali zaidi akasema watahakikisha kwamba ule ulinzi wa anga kwa viwango vya hali ya juu wanapewa bwana Elon Musk. Kwa hiyo jeshi lile ambalo linahusika na masuala ya anga pamoja na vitu vingine, bajeti zake zitakuwa zipo chini ya bwana Elon Musk. Kwa hiyo bwana Elon Musk akagundua kwamba hilo ni bingo. Kama anaweza akasambaza au akasupply vitu vingi zaidi katika maeneo hayo, basi alijua mambo yatakuwa mswano. Na bwana Donald Trump wakati wa kampeni zake alisema katika utawala wake watahakikisha vijiji vyote vya Marekani pamoja na maeneo mbalimbali duniani yatakuwa yana hiyo huduma ya internet, ambayo hiyo huduma itakuwa ni huduma ya uhakika, na mtu ambaye alikuwa amepewa hilo deal alikuwa ni bwana Elon Musk. Sasa cha kushangaza katika bajeti hiyo ambayo imepitisha kisirisiri, bwana Donald Trump amepunguza bajeti katika viwango vya hali ya juu sana. Yani ile budget kwa ajili ya masuala ya internet na vitu vingine imepunguzwa, lakini pia ulinzi wa anga pia bajeti yake imepunguzwa sana, kiasi kwamba sasa bwana Elon Musk anajikuta analazimika kufanya biashara kwa hasara, kwa sababu hakuna fedha, hakuna fungu la fedha ambalo limetengwa kwa ajili ya kwa ajili ya hizo huduma za internet pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo bwana Elon Musk anajikuta kabisa kwamba sasa hawezi tena kuwa supplier mzuri akatengeneza faida, kwa sababu bajeti yenyewe serikali imepunguzwa pamoja na mambo mengine. Kwa hili na lenyewe limemvurugua vibaya mno. Sasa unajua kilichotokea ni nini? Bwana Elon Musk baada ya kugundua kwamba Donald Trump amemsaliti, Donald Trump ameamua kumchukulia poa, na yeye mwenyewe akamwambia okay fine, mimi sina shida, ila nitakachokifanya hutaka ukiamini katika maisha yako. Akamwambia mimi unafahamu kwamba nina data nyingi sana za serikali ya Marekani ambazo ninazo kupitia katika sefa zangu, lakini pia wakati nafanya hizo shughuli za idara ya ufanisi wa serikali, kuna taarifa nyingine ambazo alikuwa analazimika kuzihamisha kwa ajili ya kuzipeleka kwenye seva mbalimbali. Sasa bwana Elon Musk akamwambia mimi nitaibua au nitachapisha nyaraka zako zote na uchafu wako wote ambao umeufanya, ubadhilifu ambao umeufanya, wizi ambao umeufanya pamoja na mambo mengine. Bwana Elon Musk akasema haitoshi, sitaishia hapo, ila pia nitachapisha video mbalimbali ambazo zinakuonesha wewe pamoja na wafanyabiashara mbalimbali ambao walikuwa wanajihusisha na masuala ya usafirishaji wa binadamu, masuala ya kuwatumikisha watoto wenye umri wa miaka chini ya 14 kingono, ambao walikuwa unawafanya na washikaji zako kabla ya mwaka 2017. Hizo video zote ninazo na tutazisambaza ili dunia ijue uchafu uliokuwa nao wewe pamoja na watu wako na namna ambavyo unaitumia vibaya ofisi ya ikulu ya Marekani kwa maana ya White House pamoja na mambo mengine.
Kwa hiyo hao jamaa unajua, yani wamegeukana kwa sababu ya maslahi. Yani Elon Musk sio kwamba alikuwa anawekeza kwenye nyakati zile za harakati za uchaguzi kwa sababu alikuwa anampenda sana bwana Donald Trump, hapana, ila kwa sababu alikuwa amekubaliana kuingia hiyo mikataba ambayo ni mikataba inayoashiria kwamba Elon Musk angeweza kutengeneza mkwanja mrefu zaidi. Na kwa bahati mbaya sana bwana Elon Musk, wakati ameanza kumfadhili bwana Donald Trump, watu wengi sana walianza kumuignore, watu wengi sana walianza kutompenda bwana Elon Musk. Ikatokea akafikia hatua utajiri wake ukashuka vibaya mno, yani ulishuka vibaya mno kiasi ya kwamba alikuwa anaamini pengine angeweza kurejesha hizo faida ndani ya miezi kadhaa ambayo aliongoza idara ya serikali ya ufanisi ili kupunguza gharama, lakini pia kufidia magepu ambayo alikuwa amemsaidia bwana Donald Trump, lakini mambo yamekuwa ni tofauti na alivyokuwa anadhania. Kwa hiyo hili ndilo bifu ambalo linaendelea hivi sasa kati ya rais wa Marekani bwana Donald Trump pamoja na mmiliki wa SpaceX, mmiliki wa Tesla, mmiliki wa X pamoja na mambo mengine. Tunaifuatilia hii kinaga ubaga, na ndio maana sasa hivi unaambiwa pale Marekani maisha yamekuwa ni magumu sana, kwa sababu kama bajeti ya masuala ya internet itapunguzwa, tafsiri yake ambayo ni nyepesi sana, ndugu zangu, mnatakiwa kuelewa jambo moja. Kwanza, yani wa Marekani wengi wataishi maisha magumu kwa sababu asilimia zaidi ya 80 wanatumia internet kwenye kuendesha shughuli zao za kila siku. Kwa hiyo kama bajeti imepunguzwa au ruzuku imeondolewa, tafsiri yake kama alikuwa ananunua labda kipuri fulani kwa shilingi 100, manake sasa hivi atalazimika kununua kwa 100 ile ile, tofauti na ilivyokuwa zamani. Unaposikia nakwambia serikali imeweka ruzuku katika eneo fulani, mfano nitawaambia labda kama ulikuwa unatakiwa kununua kidonge kwa shilingi 100, basi serikali ikiweka ruzuku inaweza ikaweka ruzuku labda wao watakuwa wanaweka labda shilingi 30. Kwa hiyo wewe kidonge kile utakinunua kwa shilingi 70, na hii itarahisisha pia hata kwenye masuala ya ununuaji na staff. Lakini kwa hivi sasa kwa bwana Elon Musk pamoja na bwana Donald Trump, hali imekuwa ni vya tofauti kabisa. Ndio maana nikarudia kusema muogope sana mtu anaitwa mwanasiasa. Mwanasiasa ni mtu ambaye mnatakiwa kumalizana naye pale pale, msikae kujadiliana kwa sababu kila mtu yupo pale kwa maslahi yake. Sasa bwana Elon Musk sasa hivi anaimba ule wimbo wa msanii wetu Christian Bale, amerudi analia, hajui ni wapi atakapoanzia, anatia huruma. Lakini sasa hivi mjiandae, mnaweza mkasikia mabomu mengi sana ambayo yanatokea kule nchini Marekani. Msishangae sana kuanza kuona hata ndugu zenu ambao walikuwa wanatumia fedha kutoka Marekani sasa hivi wanaweza wasio wanazituma tena kwa sababu ya ugumu wa maisha ambao wanakutana nao, kodi zitaongezeka pamoja na mambo mengine. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.